الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhal ikhwatu almushahidun, ndugu zangu katika iman ambao mnaonitazama hivi sasa kupitia chombo hichi adhim Africa TV2. Leo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na kipindi chetu hiki muhimu sana ambacho kina jina la at-tauhidu awwalan. At-tauhidu awwalan kwa maana ya kwamba jambo la kwanza katika Uislamu ni jambo la kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo muhimu sana. Leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuangalia katika vipindi vilivyopita maana ya tauhidi na vigawanyo vya tauhidi na umuhimu wa tauhidi, leo tunaendelea na vigawanyo vya tauhidi kumalizia kigawanyo cha mwisho ambapo biidhnillahi ta'ala tutakizungumza na kuzungumzia thamaratuhu, kwa maana faida yake na matunda yake. Tuliona kwa uwezo wa Allah vigawanyo tauhidi, wanazuoni vigawanyo vya tauhid, wanazuoni wamegawanya tauhidi katika vigawanyo vitatu vikubwa, ingawa wako baadhi ya wanazuoni wamezungumzia vigawanyo tofauti, kwa maana viwili wengine wamevizungumza, lakini kwa ujumla wake vyote vinarejea katika vigawanyo vitatu, navyo ni tauhidu ar-rububiyya, tauhidu al-uluhiyya na tauhidu al-asma was-sifat. Kwa maana ya kwamba kuna tauhidi ya kwanza ni tauhid uluhiyya, kwa maana tauhidi ya uungu, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwabudu, kutoa, kuelekeza ibada zote kuelekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na wala zisielekezwe kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini tauhidi ya pili ni tauhidu rububiyya, kwa maana tauhidi ya malezi, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana yeye ndiye aliyeumba, yeye ndiye anayemiliki kila kitu, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaendesha na kupanga mambo yote yanayotokea hapa ulimwenguni au yanayotokea kwa ujumla wake. Leo biidhnillahi ta'ala, baada ya kujua vigawanyo hivyo na faida zake, leo biidhnillahi ta'ala tunataka tuelekee katika kigawanyo cha tatu, nacho ni kigawanyo cha tauhidu al-asma was-sifat. Neno tauhidu al-asma was-sifat maana yake kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala yupekee kwa majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa yapasa kujua jambo moja muhimu sana, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na pia ana sifa maalum zinamhusu yeye tu peke yake. Hashirikiani katika majina hayo na sifa hizo na yeyote yule katika viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya majina Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'ani tukufu pale aliposema walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri yaliyo kamili, akasema fad'uuhu biha, basi muombeni na muiteni kwa majina hayo mazuri na yaliyo kamili. Neno al-husna maana yake ni majina mazuri yaliyo kamilifu.
Na hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na amethibitisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwa ana majina hayo. Na manhaj ya ahli sunna wal jamaa katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuzithibitisha na kuyathibitisha, kuthibitisha majina na kuthibitisha sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala kama zilivyokuja katika Qur'ani tukufu, kama alivyozieleza Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo hivyo mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bila ya kubadili chochote wala kuondoa chochote katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna pointi muhimu sana. Msimamo na itikadi sahihi ya ahli sunna wal jamaa kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akisema katika Qur'an kwamba yeye Allah ni mwenye kuona, yeye Allah ni mwenye kusikia, yeye Allah ni kwamba ana mkono, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana kadhaa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, basi sisi tunazithibitisha kama zilivyokuja bila kubadilisha chochote. Lakini tunasema kitu kimoja ambacho ni muhimu, kwamba sifa zake hazifanani na sifa za kiumbe, na hilo liko wazi katika mafundisho ya Qur'ani tukufu pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul alim. Allah hafanani na yeye, hakuna chochote kinachofanana na Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah ni as-sami', ni mwenye kusikia, al-ali, al-basir, na ni mwenye kuona. Sasa imekuja nafyu kwa maana laisa maana yake ni kukanusha kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana mfano wake na chochote. Hakuna kitu kinachofanana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, si kwenye dhati yake, nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala kwenye majina na sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tunaposema kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaona, anasikia, basi usikiaji wa Allah na uoni wa Allah subhanahu wa ta'ala haufanani na kiumbe, na kwa hivyo haiwezekani tukasema au haiwezekani ikasema kwamba hapa tumemfananisha Allah na viumbe wake kwa kusema kwamba anaona kwa vile kiumbe pia anaona, au anasikia kwa vile kiumbe pia anasikia, kwa sababu usikivu na uoni wa Allah subhanahu wa ta'ala haufanani na usikivu wa kiumbe na uoni wa kiumbe. Hivyo hivyo inaposifika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono, tunasema mkono unaolingana na ukubwa wake na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma yaliqu bijalalihi, hana mfano. Mkono huo hauna mfano wa mkono wa kiumbe. Na hapa ndio lazima tuelewane, Ndio maana wanazuoni wakasema tunathibitisha alichokithibitisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ana mkono, basi kwamba ana mkono. Anaona, basi anaona Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema, anaongea, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaongea, lakini kuongea kwake hakufanani na anavyoongea na kiumbe yeyote. Sasa kuna nukta ambayo umeizungumza wanazuoni kwamba tusifanye tamthil, na tamthil maana yake ni kuifananisha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa ya kiumbe, kuifananisha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala au jina lake na jina la kiumbe, jambo ambalo halitakiwi. Nafikiri ndugu yangu mtazamaji, zingatia nukta hizi muhimu sana ambazo ni nukta tatu. Nukta ya kwanza, majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala tunayathibitisha kama yalivyokuja ndani ya Qur'an na ndani ya sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kile alichotuambia Allah, kile alichotuelezea mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala tunayathibitisha vile vile yalivyokuja. Lakini
muhimu ni kanuni kubwa ambayo imekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi shay, hana mfano wake Allah na kitu kingine chochote. Hana mfano Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine chochote katika viumbe wake, lakini wa huwa samiul alim, lakini ana sifa ya kusikia na kujua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, mambo matatu ni muhimu. Kwa hiyo tunathibitisha hivyo min ghairi tamthili, hatufananishi wala tahrifi wala kubadilisha wala ta'tilin wala kuacha kwa ujumla. Na hapa tutaweza kuona mifano kadhaa ambayo ndani yake watu wanaatilisha au wanaziacha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzipeleka katika maana nyingine. Kwa mfano, ndugu zangu katika imani, tunaposema katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema inna Allaha 'ala al-'arshi istawa, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo kwenye arshi. Arsh ipo juu mbinguni, kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko mbinguni. Sasa mtu akija akasema kwamba hiyo sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa yuko mbinguni sio sahihi, bali usahihi Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo kila sehemu, hilo ni kosa, tena ni kosa kubwa, yapasa kutanabahi nalo kwa kiasi kikubwa sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko mbinguni. Ukisema Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo kila sehemu ni makosa. Allah hayupo kila sehemu, lakini wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa wanasema Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo kila sehemu, kwa maana ya kwamba anaelewa kila kitu kinachofanyika, kinachotokea eneo lolote lile katika ulimwengu huu. Tupate mapumziko mafupi, biidhnillah ta'ala tutarejea baada ya haya mapumziko. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah ya. Naam, ndugu yangu mtazamaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala ana sifa zilizo kamili, zisizo na mapungufu. Kwa hivyo nukta tatu tulizozungumza, nuthbitu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala wa sifatihi min ghairi tamthilin wala tahrifin wala ta'til. Tamthil ni kufananisha sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tahrif ni kubadilisha, kuleta maana ambayo unaitengeneza wewe bila ya kuwapo dalili, bila ya kuwapo mafundisho yoyote kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wala kutoka kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na mfano ndio huu ambao tumeutoa. Wako watu wanaosema kwamba Allahu fi kulli makan, Allah yupo kila sehemu, na pengine wakaleta dalili katika Qur'an. Dalili yao yawezekana aya hii ambayo tumeisema laisa kamithlihi shay, hana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mfano wa chochote. Kwa hiyo tukisema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko mbinguni, mtu anasema Allah haiwezekani awe yuko mbinguni, bali yuko kila sehemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ni makosa. Au akatumia dalili, anasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kan. Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala popote pale walipo watu wanazungumza, wakiwa watatu basi yeye atakuwa ni wanne wao, wakiwa wanne, wakiwa watano Allah atakuwa wasita wao,
wakiwa idadi yao ni zaidi hapo au chini hapo, Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao popote walipo. Hii wanazuoni upamoja huu wanauzungumza maana yake upamoja wa ihata, wanaita ihata alilm, kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewazunguka kwa kuwaelewa, anajua nini tunafanya popote pale tulipo. Chochote kile kinachotokea Allah Subhanahu wa Ta'ala anakijua kinatokea vipi na kinafanyika namna gani. Aidan la nuharrif, tusibadilishe kile alichokielekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala na alichokielekeza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika majina ya Allah na katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya tatu ni ta'til. Na ta'til ni kukanusha moja kwa moja kwamba Mwenyezi Mungu hana sifa. Kuna makundi kadhaa ya watu au makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu, makundi yasiyokuwa sahihi, yamesema kwamba Mwenyezi Mungu hana sifa hizo za kwamba anaona, anasikia. La, hana sifa hizo. Anaongea, hana sifa hizo. Kwa hiyo yu'attiluna ma athbatahu Allah Subhanahu wa Ta'ala li nafsihi au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, wanakiatilisha, wanakikataa na kukanusha kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amejithibitishia yeye mwenyewe au amekithibitisha hicho kwake yeye Allah, mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Leo hii imekuja katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kama mfano wa hilo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa kallama Allahu Musa taklima, na Allah Subhanahu wa Ta'ala alimzungumzisha Nabiullahi Musa alayhi salam, akamzungumzisha maneno yanayosikika yenye sauti. Na hapa ni kitu muhimu sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala kallama Musa, aliongea na Nabiullahi Musa alayhi salam, alizungumza na Nabiullahi Musa alayhi salam. Hilo limekuja ndani ya Qur'an, na ndio maana sisi tunasema katika sifa za Nabiullahi Musa alayhi salam ni kalimullah. Yeye alimzungumzisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Allah akazungumza naye maneno aliyoyasikia Nabiullahi Musa alayhi salam, wakajibizana kwa maana ya kuongea na Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno ambayo yamesajiliwa ndani ya Qur'an na sunna ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sasa wanakuja baadhi ya makundi wanakanusha, wanasema Allah Subhanahu wa Ta'ala hazungumzi, na hiyo imepelekea wakazungumza au wakaingia katika itikadi nyingi. Miongoni mwa hizo itikadi ni kusema kwamba Qur'an makhluq, kwamba Qur'ani imeumbwa, ni kiumbe. Na ile ni jambo la kimakosa, sio kweli, bali Qur'an ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ameyatamka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakafika kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa Jibril alayhi salam. Kwa hivyo kukanusha kitu kama hicho, kusema Allah Subhanahu wa Ta'ala azungumzi, ni makosa. Na yapo makundi mengine ambayo yanasema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ana sifa chache tu, wala sio sifa nyingi. Wanakanusha sifa nyingi kwa hoja ya kwamba hizo sifa hizo ni kumfananisha Mwenyezi Mungu. Kuzithibitisha sifa hizo ni sawa na kumfananisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kiumbe. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, kuwa makini na nukta hii vizuri sana. Katika asmaullah wa sifatillahi Subhanahu wa Ta'ala, majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaina an nuthbitahu, juu yetu ni kuthibitisha hizo sifa, kukubali. Ithbat maana yake kukubali kile tulichoambiwa ndani ya Qur'an, tukikubali kile alichotuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hii ni sifa au jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukubali. Ala sam'i wa ta'a, tusikie na kutii.
tusije tukawa tumeingia katika makundi ambayo yanaitwa mumathila au kundi la muattila au wale ambao muharifa, kwa maana kwamba wanaofananisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na viumbe wake katika sifa zake na majina yake, na hivyo au wanabadilisha sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, au wanafikia kuzikataa kabisa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana hiyo tauhidul asma wa sifat, tauhid ya asma wa sifat ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumfanya kwamba yu pekee katika sifa zake, yu pekee katika majina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, hashirikiani na yoyote katika majina wala katika sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hivyo ndugu katika iman, kilitambua hilo, alaina narjia ila kitabillahi Subhanahu wa Ta'ala, juu yetu turejee kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio lengo kubwa la kipindi hichi, kuelekeza yeye Muislamu kwamba al-aqidatu awalan, jambo la itikadi ni jambo la mwanzo. Hakuna zaidi ya jambo hilo, hakuna jambo zito kama jambo la itikadi, kuitakidi na kukubali kwamba la ilaha illa Allah, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika itikadi lazima ukubali, umpekeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uungu wake, katika ulezi wake ambao tunaita rububia, na katika majina yake na sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapo ndio utakuwa Muislamu, Uislamu wako umekamilika. Na hawa wanazuoni wetu watukufu walipogawanya viganyo hivi, walitaka kuichambua na kuinyambua tauhidi ieleweke vizuri, kipengele baada ya kipengele. Tauhid al-uluhiyya ni kipengele cha kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwabudu, na hii wanaita kwa vitendo vya waja tunavyovielekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale unapoomba, pale unaposwali, yale ambayo unaitakidi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuruzuku, mwenye kadha, haya yote ni mambo ambayo yanaingia katika ibada. Unamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, unamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii inaitwa tauhidul uluhiyya. Na tauhid ar-rububiyya ni kuitakidi vile vitendo vya Allah Subhanahu wa Ta'ala vinavyomhusu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ni upekee katika vitendo hivyo. Allah ameumba kila kitu, Allah amemiliki kila kitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo anaendesha kila kitu. Kila kinachotokea kinatokea kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii tauhidul asma, kumpwekesha, kumfanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yu pekee katika majina yake na sifa zake, ni kwamba usimpe sifa au jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala ambalo ni maalumu kwake, ukampa kiumbe yoyote ule sifa hiyo au jina hilo, basi utakuwa umefanya makosa, unakuwa umemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku zote tujue ya kwamba kinyume cha tauhid ni ashirk, na haya tutakuja kuyaona. Kinyume cha kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuingia katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haya biidhnillahi Ta'ala tutakuja kuyaona katika vipindi vinavyofuata. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kufuata Uislamu ulio sahihi, kufuata manhaji iliyokuwa sahihi, njia iliyokuwa sahihi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya